Sisi kazi yetu ni kufanya utafiti, kuratibu utafiti, lakini na kusambaza matokeo ya utafiti kwa jamii ili jamii iweze kufaidika na hiki ambacho tunakifanya. Tunapoongelea swala la utafiti wa ufugaji nyuki, tunaanza kuanzia kwa mzalishaji mpaka kwa mlaji, kwa sababu tunaangalia mnyororo wote wa thamani wa mazao ya ufugaji nyuki, kuanzia anapozalishwa kutoka mashambani au kwa wafugaji nyuki mpaka maeneo ambayo yatamfikia mlaji. Na hii tunafanya kwa sababu gani? Kila eneo lina changamoto zake. Ukimwona mzalishaji ana changamoto zake, mchakataji na msafirishaji ana changamoto zake, lakini pia hata mlaji mwenyewe wa mazao ya nyuki na yeye anakuwa na changamoto zake. Na sisi kama taasisi ya utafiti, jukumu letu ni kufanya utafiti ili kupata majibu kwenye maeneo yote ambayo yana changamoto za kitafiti, ili walaji wa mazao ya nyuki waweze kufaidika na fursa zilizopo. Kwa hapa kwenye taasisi yetu ya utafiti wa misitu Tanzania kuna tafiti ambazo zinaendelea, na kama nilivyosema, tuna tafiti ambazo zinahusiana na masuala ya ufugaji nyuki kwa maana ya nyuki wasiong'ata. Kama hapa tulipo, hii ni mazuki ambayo ni ya nyuki wasiouma, lakini pia tuna mazuki nyingine ambayo ni ya nyuki wanaouma, na yote hiyo tunafanya utafiti ili kuja na majibu ya kitafiti kwa ajili ya kuwawezesha wadau wetu wakaweza kupata majibu sahihi kwenye shughuli zetu za utafiti wa ufugaji nyuki. Hivi karibuni kuna tafiti ambazo tumezifanya. Mojawapo ya utafiti uliofanya ni kuhusiana na changamoto zinazokabili sekta ya ufugaji nyuki nchini. Kumekuwa na malalamiko mengi kwenye sekta ya ufugaji nyuki, kuanzia kwenye aina ya mizinga inayotumika na ufugaji nyuki, lakini pia kumekuwa na malalamiko kwamba mizinga wanatengeneza lakini mingine haingii nyuki, lakini pia yapo makundi ya nyuki ambayo hata yakiingia yanahama, lakini kuna upungufu wa makundi ya nyuki. Inasemekana kwamba makundi ya nyuki yanapungua siku hadi siku. Sisi kama taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania tunashughulika na jukumu la kutafiti masuala ya ufugaji nyuki, tukaona ni muda mwafaka wa kufanya utafiti ili tuweze kuja na majibu ambayo yatawasaidia wadau wetu waweze kufanya shughuli za ufugaji nyuki kwa namna ambayo wao watafaidika, watapata kipato, lakini pia wataweza kuboresha maisha yao kwa ujumla. Sasa katika utafiti ambao tumeufanya, yapo mambo ambayo tumeshabaini, pamoja na kwamba utafiti bado haujakamilika, lakini tunaendelea nao. Lakini kwenye matokeo ya awali imeonekana kwamba yapo maeneo ambayo kimsingi yalikuwa yamesahaulika. Ukiongelea swala la ufugaji nyuki, watu wengi walikuwa wanafikiria Tabora, wanafikiria Singida, wanafikiria na Katavi, wakawa tunasahau maeneo mengine ambayo pia yanaweza kuwa na uzalishaji mzuri wa mazao ya nyuki. Sasa kwenye utafiti huu ambao tumefanya, tumebaini yapo maeneo ambayo yana umuhimu na yanatoa hata asali ya kipekee. Kwa mfano, maeneo ya Njombe, watu walikuwa hawana utamaduni sana wa kufuga nyuki kulinganisha na maeneo mengine, lakini kwa utafiti uliofanya inaonyesha kwamba Njombe kuna asali ambayo ni muhimu. Ukiona hata rangi yake ni tofauti na asali nyingine ambazo zimezoeleka. Pia unaona kama ukiona kabisa imeganda inakuwa kama siagi, tofauti na asali nyingine ambazo watu walikuwa wamezoea. Lakini pia kuna maeneo mengine kama ya Pongwa, maeneo kama ya Chamwino. Kwa utafiti huu awali ambao tumeshapata majibu yake, tumeona kwamba uzalishaji wa mazao ya nyuki ni mkubwa kwenye maeneo hayo. Ni kwa sababu gani? Kwamba nyuki hawategemei zaidi mimea ambayo tumeikariri, miti mikubwa sana, lakini pia wale nyuki wanaweza hata kupata chakula chao kwenye mimea vidogo vidogo ambavyo vinaota kwenye maeneo kama ya Chamwino au Kongwa ambako ni kwenye mashamba mengine, kwenye mashamba ya kilimo. Kwa hiyo unakuta uzalishaji unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo juzi tumefungua baadhi ya mizinga ili kuweza kuangalia ni kiasi gani cha asali kimezalishwa. Katika miezi mitatu hii ambayo tumeweka mazuki, tumebaini kwamba tayari nyuki wana uwezo wa kuzalisha au kujaza ndoo moja hizi za lita 20 asali ambayo imevunwa kwenye mzinga mmoja. Hilo tumelithibitisha wenyewe kwa sababu tulikuwa tunategemea maelezo ya wafugaji nyuki
na wakati mwingine wafugaji nyuki wanaweza wasikwambie zile taarifa sahihi. Kwa hiyo ndio maana tukalazimika sisi kama taasisi ya utafiti wa misitu tufanye utafiti sisi wenyewe kwa kuweka manzuki ambazo tutaangalia kiasi cha uzalishaji ili tuweze kuja na majibu ambayo yatakuwa ni sahihi kwa watu wetu. Kwa hiyo tumefanya hivyo na matokeo yanaonyesha ni matokeo mazuri, uzalishaji unaonekana ni mkubwa, lakini pia hata upatikanaji wa makundi ya nyuki. Kuna baadhi ya maeneo kweli hali sio nzuri, lakini ukiangalia maeneo kama ya Chamwino na Kongwa au Dodoma kwa ujumla, upatikanaji wa makundi sio tatizo kama vile ambavyo watu wamekuwa wakisimulia kwamba makundi ya nyuki yanapungua. Kwa eneo la Dodoma kwa kweli hali ni tofauti na watu wanavyofikiria. Kwa maeneo mengine kweli hata ukiangalia mizinga unakuta kwamba uzalishaji wake unakuwa si wa kuridhisha, na inawezekana ni kwa sababu kuna mabadiliko ya tabia nchi, na yakitokea hawezi kutokea maeneo yote, yatatokea kwenye baadhi ya maeneo. Kwa hiyo yapo maeneo ambayo kwa kweli yanafanya vizuri, na pia kama nilivyosema awali kwamba tunaangalia pia ni mizinga ya aina gani itumike wapi, kwa sababu hapo awali ilikuwa unaweza kukuta mzinga wa aina moja ukatumika maeneo yote ya nchi, kitu ambacho si sahihi, kwa sababu uzalishaji aina ya nyuki walioko sehemu fulani ni tofauti na nyuki walioko eneo jingine. Kwa hiyo unaweza kukuta makundi yale ni madogo kiasi kwamba hayawezi yakajaza mzinga kubwa, na wasipojaza mzinga kubwa na lile mzinga wao unakuta wanaweza kujirindika tu kwenye eneo kamoja ili wajaribu kuweka joto kwenye ile jumba lao ambayo ni kubwa. Sasa katika hali ya kawaida uzalishaji wa mazao ya nyuki ukitegemea hivyo huwezi ukapata kitu. Kwa ndio maana tukaja na huu utafiti ambao tayari tumeshaanza kuufanya, na matokeo yanaonyesha kabisa kwamba baadhi ya maeneo hatuna sababu ya kuwa na mizinga mikubwa sana. Kwa hiyo tutakuwa na mizinga ambayo italingana na eneo husika, na hili itakuwa hiyo changamoto ya matumizi ya mizinga tutakuwa tumeiondoa mara baada ya utafiti huu kukamilika. Kikubwa sisi taasisi tunayofanya utafiti hatufanyi kwa ajili yetu, tunafanya kwa ajili ya taasisi za serikali, tunafanya kwa ajili ya jamii. Sisi kazi yetu ni kufanya utafiti, kuratibu utafiti, lakini na kusambaza matokeo ya utafiti kwa jamii ili jamii iweze kufaidika na hiki ambacho tunakifanya. Sasa ndio maana kwa mfano miaka ya nyuma huko ilikuwa imezoeleka kwamba ufugaji nyuki ni taaluma ambayo ni ya wazee waliozeeka, lakini kwa kipindi hiki imeonekana kwamba swala la ufugaji nyuki si la wazee peke yao, na swala la ufugaji nyuki au kujiingiza kwenye mnyororo wa thamani ya ufugaji nyuki sio lazima uende wewe mwenyewe porini kwa ajili ya kutundika mizinga. Hapana, anaweza kwenda kutundika mtu mwingine kule mizinga, wewe ukajiingiza kwenye ile mnyororo. Unaweza kuwa wewe ni mnunuzi, unachakata, unafungasha, na ni shughuli ambayo inaweza ikafanywa na mtu yoyote, inaweza ikafanywa na wanawake, inaweza ikafanywa na vijana. Kwa hiyo ndio maana tunatoa wito hata kwa vijana waweze kuwa na ari ya kujiingiza kwenye shughuli ya ufugaji nyuki. Kwa hiyo yeye mwenyewe atapima ni wapi ambapo anaweza akafaa, kwa sababu si kila mtu anaweza akafaa mahali popote. Kuna watu wengine kwa sababu zao unaweza kukuta hata kingato na nyuki mmoja inakuwa ni swala ambalo kwake ni tatizo. Kwa hiyo kwa mazingira kama hayo, wewe tunamshauri sio lazima aende akafuge nyuki kule, lakini wakishafuga nyuki kule kuna wengine watauza, watafanya nini, yeye angalie ni wapi ambapo anaweza akafiti. Anaweza kuwa ni mtaalamu wa useremala kutengeneza mzinga kawauzia watu, tayari kama kijana atakuwa atafaidia kwenye mnyororo mzima wa thamani ya ufugaji nyuki. Kwa hiyo nikirudi kwenye swali lako la wakina nani zaidi ambao wanafaidi, ni jamii nzima kwa ujumla, na taasisi tunafanya kazi kwa kushirikiana na taasisi nyingine. Wakala wa huduma za misitu Tanzania wanategemea sisi tufanye tafiti ili waweze kuzitumia wao katika shughuli zao za kila siku pamoja na wadau wengine. Kwa lakini katika kufanya kwa ujumla tunashirikiana pia na taasisi nyingine kama vyuo vikuu vya Dar es Salaam, chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine, tunashirikiana nao kama wadau wengine.
Kupungua kwa makundi ya nyuki kuna sababu nyingi. Kwa kuwa kama sasa hivi tunaongelea swala la mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri kwa kiwango kikubwa kupungua kwa makundi ya nyuki. Lakini pia kuna shughuli za kibinadamu ambazo zinaendelea. Kuna watu wanakata miti ovyo, maeneo ambayo nyuki wangeweza wakatengeneza makazi yao, wanakata ile miti. Sasa ukishakata miti, na hatuwezi ndio kwamba swala la miti linahitajia kwa shughuli nyingine, lakini sasa kile kiwango cha ukataji wa miti kisizidi kiasi kwamba kikahatarisha maisha ya viumbe wengine, kwa sababu nyuki na mimea ni vitu ambavyo vinategemeana. Nyuki wanategemea mimea, lakini mimea nayo inategemea nyuki kwa ajili ya uchavushaji. Kwa hiyo ndio maana tunapoongelea swala la uhifadhi lazima tuangalie pande zote. Tusiangalie misitu peke yake, tuangalie bayoanuai yote kwa ujumla, kwa sababu hivi viumbe vinategemeana. Kwa hiyo kama nilivyosema, kupungua kwa makundi ya nyuki kunaweza kuwa na sababu nyingi. Hiyo mojawapo ambayo nimeongelea mabadiliko ya tabia nchi, lakini na shughuli za kila siku za kibinadamu, kama watu wanakata mkaa, watu wanapanua maeneo kwa ajili ya kilimo. Haya yote yanachangia kwa kiasi kikubwa kupoteza makundi ya nyuki tulionayo. Lakini swala jingine ambalo pia ni hatarishi kwa makundi ya nyuki ni matumizi ya viuatilifu kwenye mazao ya kilimo. Usipokuwa na uangalifu kwa matumizi ya mazao ya kilimo, upo uwezekano mkubwa wa kupunguza makundi ya nyuki, sababu hivyo viuatilifu vimetengenezwa kwa ajili ya kuua wadudu. Sasa nyuki nayo ni mdudu. Kwa hiyo akienda pale ambapo wamepuliza dawa za kuua wadudu, na yeye mwenyewe anakuwa ni mhanga mmoja wapo. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tayari tunakuwa tunapunguza idadi ya makundi ya nyuki. Sisi kama taasisi, pale tunapofanya utafiti na ikaonekana kwamba kuna tatizo la masoko, tunawaunganisha na watu wengine ili waweze kupata masoko. Lakini tunachosisitiza sisi kama wataalamu, swala la kwanza ni kwamba lazima wazingatie ubora wa mazao. Tunapokuwa na mazao mazuri, swala la soko inaweza isiwe ni tatizo, lakini kunakuwa na changamoto na baadhi ya mazao ya nyuki yanaandaliwa kwa kiwango ambacho hakiwezi wakati mwingine kukidhi hata mahitaji ya soko la nje. Kwa hiyo sasa inakuwa kidogo ni ngumu kwa watu kupata masoko. Lakini sisi kama jukumu letu, tunapogundua kwamba kuna tatizo la kisoko, sawa, tunawaunganisha na watu wengine ili waweze kuuza mazao yao kwenye masoko ambayo yanaaminika. Lakini kwa ujumla hali ya masoko si tatizo sana kwa asali yetu ya Tanzania, kwa sababu masoko ya nje wanahitaji sana asali. Tatizo linalokuja tu ni kwamba wakati mwingine kiwango kile wanachohitaji tunakuwa hatuwezi kukifikia, na wao hawawezi kuja na wanaokota ndoo moja moja au kilo moja moja. Hapana, anaweza kuambia niletee tani kadhaa. Sasa ule uwezekano wa kupata hizo tani kwa wakati mmoja inakuwa ni ngumu. Sasa ni jukumu la vijana kama vijana kujiunga kwenye vikundi, wakawa na uwezo angalau hata mtu akisema kwamba anahitaji tani 2 au tani 3, wawe na uwezo wa kutoa hizo tani 3 za asali na kuendelea. Ningependa kutoa wito kwa Watanzania wenzangu, hasa vijana na wanawake, waweze kujiingiza kwenye shughuli za ufugaji nyuki. Kama nilivyosema awali kwamba shughuli za ufugaji nyuki ni mnyororo ambao ni mrefu. Unaanzia kutoka kwenye uzalishaji, kuna mtu atazalisha, kuna mtu mwingine anaweza kanunua kwa ajili ya kuuza, kuna mtu mwingine anaweza kawa na kiwanda chake cha kuchakata, watu wanamletea mazao yake, anachakata, anauza, anafungasha, au anaweza akajiingiza kwenye shughuli yote. Inaweza kawa ni utengenezaji wa ufungashio kwa ajili ya watu kufungashia asali, anaweza kuwa ni utengenezaji wa vifaa vya ufugaji nyuki,
kama mavazi, overall ambazo fundi yoyote, fundi cherehani anaweza kafundishwa namna ya kushona na akashona akauzia wadau wengine. Kwa hiyo tunapoongelea swala la ajira kwenye sekta ya ufugaji nyuki ni swala ambalo ni pana, linaweza likagusa watu wengi kwa wakati mmoja, kwa sababu hatutegemei chanzo kimoja kwamba watu lazima wote waende kufuga nyuki porini. Hapana, lakini tunaangalia kwenye mnyororo mzima. Sasa kila mtu, awe kijana, awe mama, awe nani, angalie ni wapi ambapo panamfaa, ataweza kupata fedha za kumwezesha kujikimu, lakini pamoja na maendeleo mengine ya nchi pia kwa ajili ya kuboresha uchumi wa nchi.